KSB umesema na unafurahikia kuwa hapo. Umetosheka kuwa hapo. Kabisa. Lakini tueleze inawasaidia watu vipi kujitegemea wale ambao hawana uwezo wa kuona? Kwanza kabisa Kenya Society for the Blind ni shirika la kila mtu, si la watu ambao hawana uwezo wa kutoona kabisa. Pia wewe mpenzi mtazamaji, mnaweza jiunga na shirika letu. Liliundwa mwaka wa 1956. Ndio. Na mwaka huu tunafikisha miaka 70 ya kupatia watu huduma za kuzuia kupotea macho. Ndiyo. Na pia kusaidia wale waliopotea macho kupata elimu na kupata ile tunaita rehabilitation. Kwa hivyo hilo ndilo kazi kubwa, kwa sababu wakati ambapo wale wa Afrika walikuwa wameenda kupigana kwa vita vya dunia vya pili, wengi walirudi kama hawaoni. Na ikabidi kuanzishwe mahali ambapo wangeweza kupata mafunzo maalum ya kuwasaidia kuishi. Kwa sababu hawangeweza kujua kwao nyumbani ni wapi. Kwa hivyo ndio shirika letu lilianzishwa. Na kutoka hapo tukaendelea kuleta utaalamu wa jinsi gani watu ambao hawaoni wangesaidika kimasomo, kiteknolojia, na ili kujua jinsi pia ambapo wangeweza kuishi maisha ya kujikimu na ya kukua kwamba wanaweza kaa watu ambao wanaweza anza familia zao, wanaweza pata kazi. Na hivyo miaka yote 70 tumekuwa tukifanya kazi. Tumeanzisha mashule zaidi ya 64. Ndio. Na tumeweza pia kuelimisha umma kuhusu wale watu ambao wanapotea macho kabisa. Hawafai kuachwa wakae nyumbani. Ikiwa mtoto amezaliwa na shida ya macho, pia hafai kuachwa akae nyumbani. Wako na akili inayoweza kupata masomo na inayoweza pia kusaidia hizo familia. Kwa hivyo tumekuwa tukiuliza jamii ziweze kutoa hawa watoto na ziwapatie nafasi ya masomo. Na ndiposa utakuta kwa watu ambao wako na ulemavu wa kutoona, kuna mawakili, majaji, walimu wengi zaidi ya 6,000 katika nchi ya Kenya, na watu ambao wana talanta mbalimbali ya uimbaji, uigizaji, na pia katika sekta hii ya wanahabari, ambapo kazi yetu ni hata mtu yoyote akipoteza macho saa hii katika kazi kama hapa, ukikuja tunakufanyia ile rehabilitation. Tuna kupatia uwezo wa kuweza kutumia teknolojia na kuweza kurudi baada ya miezi 6, unarudi katika sehemu yako ya kazi, ili unafanya kazi kwa njia ambayo inafaa. Na tuko na mafunzo haya pale katika ofisi zetu katika headquarter, ambapo saizi tuna zaidi ya watu 50. Na shida kubwa Kenya ni kwamba watu sasa tunaanza kuona wakipoteza uwezo wao wa kuona kwa hali ya kasi, kwa sababu moja kati ya Wakenya 4 ako kwa hatari ya kupoteza macho. Lakini asilimia 95 ya hizi takwimu ni mambo ambayo yanaweza kuepukika iwapo wataenda kutafuta matibabu kwa daktari ambayo amefaulu kwa masuala haya ya macho mapema. Kwa hivyo tunauliza Wakenya, kama daktari alivyotueleza, mara moja kila mwaka nenda katika hospitali uangaliwe macho. Ukigundua pia uko na shida ya macho, usiende kwa duka la miwani kununua miwani bila daktari kukuambia unahitaji miwani na ni miwani ya kiwango kinakaaje, ambazo zinaitwa powers. Ili ukinunua miwani bila kupitia daktari, huenda pia ikakutatiza zaidi na ikafanya upotee macho kiwango ambacho hakiwezi kusaidiwa. So kwa hivyo nawauliza Wakenya tujiepushe na janga hili, kwa sababu ukipoteza macho ukiwa mkubwa, maisha ni ngumu. Utaanza kujifunza kila kitu upya. Hautajua kutembea, hautajua mambo mengi sana. Kwa hivyo hiyo ndio maana Kenya Society for the Blind iko na tunafanya kazi na gatuzi karibu zote katika kwenda kufanya matibabu ya macho na pia kuwapatia watu wasioona vijiti hivi vyeupe vya kutembea na kuwafunza watavitumiaje, na pia kuhamasisha umma unafaa usaidie mtu ambaye anakosa uwezo wa kuona kwa njia gani. Kwa hivyo mambo ni mengi. Shukrani sana.